Wapendwa wakina mama wa Katoliki mliopata nafasi ya kukusanyika hapa, tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025. Simameni imara, simameni imara. Basi nabadilisha, tusimame nafikiri mtoa mafungo aliye kiongozi na padri mlezi aliniomba nije nitoe tafakari ya Kwaresma, ila kuniambia kwamba nije nifundishe salamu hiyo. Tusimame imara. Ndiyo jamani, ni tusimame imara katika imani. Huo ndio ujumbe wa kipindi cha Kwaresma kwa mwaka huu. Napenda niwakaribishe kwa namna ya pekee, tuanze kutafakari. Ikiwa mwaliko wa kipindi cha Kwaresma unatutaka kusimama imara katika imani, tujiulize, je, tumeanguka au tumesimama? Na kama tumesimama, tumesimamaje? Kwa sababu kuna tahadhari ambayo Mtume Paulo aliitoa: ajidhaniaye kuwa amesimama aangalie. Bakio ni swali kwetu sote tunapoanza tafakari hii leo. Mwaka jana mwezi wa 12 tulikuwa na kipindi cha Majilio. Tulifanya tafakari ya kina, ukawa ni wakati wetu wa kuomba toba na tukamkaribisha Kristo kwenye mioyo na maisha yetu. Je, huyo Kristo tumempeleka wapi? Huyo Kristo ameenda wapi? Pengine bado yupo, tumshukuru Mungu. Kwaresma ni kipindi cha baraka na neema. Kwaresma ni kipindi cha uongofu. Kwaresma ni kipindi cha kutakatifuza nafsi zetu. Sasa kusema tu tunataka tuombe toba, tunataka kutakatifuza nafsi zetu, ni lazima pia tujue ni kwa namna gani nafsi zetu zinachafuka. Najua wengi wenu hapa mlipo sasa mmeshaungama, na wengine hii wiki tunayoiendelea tutakuwa na pilika nyingi za maungamo kwenye parokia mbalimbali. Ni kweli tutaenda kuungama dhambi zetu. Safi. Kuungama dhambi ni jambo moja, ila kutambua kwa nini unatenda dhambi ni jambo la pili na ni la msingi zaidi. Sababu tunaalikwa kuungama ili tujipatanishe na Mungu. Lakini ni vizuri kujutia na kukusudia kuacha dhambi, kwa kutambua ya kwamba kipi kinachonifanya mimi kutenda dhambi hii. Vinginevyo tutajikuta ya kwamba
tunaungama na tunarudi tena kwenda kutenda dhambi baada ya kuungama. Wapendwa, mwaliko wa kusimama imara katika imani haupaswi kuwa mwaliko unaotufanya kuwa geugeu. Ni mwaliko ambao haututaki leo kuwa moto na kesho kuwa baridi. Ni mwaliko ambao haututaki asubuhi tunaimba nyimbo zote za kumtukuza Mungu na jioni tumejificha sehemu tukiitikia tawile Baba. Asubuhi tukiulizwa wasadiki kwa Mungu mmoja, na sadiki, na Bwana wetu Yesu Kristo, na sadiki, na Roho Mtakatifu, na sadiki, wamkataa shetani, na mkataa. Lakini ikifika jioni, sio sisi ndivyo tulivyo. Kwa hiyo mwaliko tunaopata mwaka huu wa kusimama imara katika imani ni ile hali ya kusema, iwe mvua iwe jua, nitabaki mwenye imani thabiti kwa Mungu wangu. Kwa sababu kwenye maisha haya tunayoishi ni lazima tuwe na nguvu inayotusukuma. Ni lazima tuwe na nguvu inayotusaidia kuishi. Basi kama isipokuwa nguvu ya kimungu, tutajitafutia nguvu zingine. Na kawaida hakuna awezaye kuwatumikia mabwana wawili. Hakuna namna utakuwa na imani yako kwa Mungu na baadaye uende kwenye mambo ya kishirikina ukidai ya kwamba sehemu kubwa ya maisha yangu ninampenda Mungu zaidi. Kimpenda Mungu zaidi, unabaki hapo kweli kweli. Ni sawa na kusema, samahani, habari yako mama, umeolewa? Nimeolewa, lakini sio kivile. Unajibu moja tu, nimeolewa. Nje hapo labda huo umeachika. Tumsifu Yesu Kristo. Hakuna awezaye kutumikia mabwana. Na hapo kwenye ndoa hapo tawakumbusha, ndoa huwa ni ya watu wawili. Akiingia watatu imeenda na upepo. Manake wakati mwingine hakuna maji, kwa hiyo itaenda hata na upepo tu. Wapendwa, nimeanza kwa utangulizi huo ili tupate nafasi ya pekee ya kujiuliza juu ya hali yetu ya ndani ya kiroho. Tumeshafanya sana mafungo naamini ya Kwaresma. Sana tu, mara nyingi. Na pengine kila mwaka tunaitana, njooni tutafakari Kwaresma, njooni kwenye mambo ya toba na msamaha. Tumeambiana sana kufunga, kusali, kuimba, na wakati mwingine hata tumetishana kidogo. Unaambiwa wewe ni mavumbi, na mavumbini utafanyeje? Utarudi. Japo mimi huwa siitumii siku ya Jumatano ya Majivu, huwa nabadilisha, sipendi kutumia hiyo, japo inaruhusiwa. Sina haja ya kukwambia wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi, kwa sababu hata ukiwa mtakatifu utarudi. Kwa hiyo ni bora utubu na kuiamini Injili, kwa kuwa Mungu hafurahi kifo cha mtu muovu, ila iache njia yake mbaya akaishi. Na ikiwa kuishi ni Kristo, basi kufa ni faida. Tumsifu Yesu Kristo. Ni bora kuishi, na katika kuishi kuwa na uzima, na katika uzima huu wapaswa kuwa ni uzima wa Kristo ndani yetu. Na huu ndio ambao tunapaswa tuukaribishe kwa namna ya pekee, ili tukiwa hai
tusiwe hai sisi, ila ni Kristo mwenyewe ndiwe awe hai ndani yetu, ili katika kunena na kutenda yasiwe maneno na matendo yetu, ila ni matendo ya Kristo mwenyewe, kwa kuwa tunaitwa kwa namna ya pekee kushuhudia imani yetu, sio kwa siri, ila kwa maisha yetu ya kila siku. Ninyi WAWATA kwa namna ya pekee, pongezini sana kwa namna ya utume wenu kama WAWATA ndani pengine ya jumuiya na parokia zenu, ila sintawapongeza nje ya maisha ya kanisa, kwa sababu sina uhakika kama mnaendelea kuwa WAWATA wabatizwa ndani ya kanisa Katoliki. Hapo mtaniwia radhi, kila mmoja kama kweli ajipongeze mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe ujasiri wa kujipongeza unautoa wapi mama? Inawezekana tunakujua kama WAWATA mzuri, ofisini kwako wanakujua kama wewe ni mwanamke Mkatoliki, sehemu yako ya kazi wanakujua kama wewe ni mwanamke Mkatoliki. Inawezekana tunakuona una moto kweli. Jumuiya yako WAWATA imesimama, kanisani WAWATA moto, safari zikipangwa, michango na shughuli zote. Yani tukitaja WAWATA tunawasema WAWATA wa parokia zetu, mkitaka kufanya vizuri nendeni mkajifunze parokia fulani. Haya, tukimaliza ndani ya kanisa, nje ya kanisa, nje ya kanisa, sababu tunaweza tukafanya ndani ya kanisa kwa sababu tunajulikana sisi ni wakina nani. Vipi kule ambako hatujulikani sisi ni wakina nani? Tumsifu Yesu Kristo. Sasa namshukuru Mungu kwa jambo moja, sababu nilikuwa sijawahi kukutana na WAWATA ngazi ya jimbo. Daima nimewahi kukutana na WAWATA ngazi ya dekania. Nilikuja hata mimi naogopa kidogo, nilikuwa na mashaka, ndio maana mmeona nimechelewa kidogo. Itakuwa nianze saa 2 kamili, ila nilikuwa naogopa, ila Roho Mtakatifu akaniambia nenda hata usiwaogope. Sasa nafikiri mnaweza kunisikiliza, si ndio? Sasa ndo naanza. Nilikuwa sijaanza bado, nilikuwa nawaweka sawa. Kwaresma ni safari ya kiroho. Kwaresma ni safari ya kutafuta utakatifu. Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 48, ya kwamba iweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Huu ni mwaliko ambao sote tunaalikwa. Wapendwa, Kwaresma ni safari ya kwenda kukutana na Mungu. Ni kama safari ya wana wa Israeli jangwani wakielekea Kanaani. Hiyo ndiyo Kwaresma. Safari ya kiroho, safari ya utakatifu, ni safari ya kwenda kukutana na Mungu. Kwaresma ni maandalizi ya Pasaka. Kwaresma ni maandalizi ya Pasaka. Hivyo inatupa nafasi ya kurekebisha mienendo yetu. Kwaresma nzuri huleta Pasaka nzuri. Kwaresma nzuri huleta Pasaka nzuri. Wapendwa mama zangu ninyi, sizungumzi Pasaka mtakayoisherekea tarehe 20. Sio Pasaka ya kwenye kalenda, ila Pasaka ya kiroho ndani ya mioyo yetu, kwa sababu maana ya Pasaka ni kuvushwa. Maana ya Pasaka ni kuvushwa, kutolewa kutoka ubaya kwenda uzuri.
Kwaresma inatusaidia kutoka kwenye uasi na Mungu na wenzetu na kutupeleka kwenye urafiki wa kweli na Mungu na wenzetu. Ni Pasaka ya ndani, sio Pasaka ya nje. Pasaka ile ya tarehe 20 kila mtu anaweza kuisherekea, hata ambaye sio Mkristo, kwa sababu sehemu kubwa inahusu nini? Si ni kula tu na kuvaa, si ndio? Kwani hapa nyie wote nikiwaangalia 90% mnajua Pasaka mtavaa nini. Ni waume zenu tu ndio hata hawaelewi kitakachotokea Pasaka, ila wote hapa mnajua Pasaka mtavaa nini. Yawezekana hata mtindo wa kusuka tayari ushaufikiria, pengine hata una wigi jipya lipo tayari. Sio Pasaka hiyo hata yeyote tu anaweza akaingia. Nazungumzia Pasaka hii ya kiroho ambayo kwayo bila Kwaresma thabiti hauwezi ukaifikia. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu sikilizeni, kesho mtasikia tunalia Hosana, Hosana mwana wa Daudi. Naelewa maana ya Hosana nyie? Tumsifu Yesu Kristo. Hosana maana yake okoa sasa. Sasa lazima ujue unataka uokolewe kutoka katika nini. Inawezekana unashiriki Kwaresma, unaisubiri Pasaka, lakini bado hujaacha mambo yako ya ushirikina na matunguli. Unasubiri Pasaka ipi sasa wewe mwenzetu? Yawezekana huko Kwaresma, lakini mtindo wa maisha ni ule ule ambao ulikuwa unaishi kila siku. Wapendwa, Kwaresma inatusaidia kutoka katika giza kwenda kwenye mwanga, kutoka uongo kwenda ukweli, kutoka chuki kwenda upendo, kutoka majivuno na kiburi kwenda unyenyekevu, kutoka ubaya kwenda uzuri, kutoka uchoyo kwenda majitoleo, kutoka ulevi kwenda kiasi, kutoka ubinafsi kwenda ukarimu. Ni matendo haya mema, na nipende kuwakumbusheni ya kwamba ni kwa matendo mabaya tunapoteza nafasi ya neema ya Mungu ndani yetu, na ni katika matendo mema tunakaribisha neema ya Mungu ndani yetu. Na lazima Kwaresma iwe kwetu ni dawa ya kutusaidia, kwa sababu sisi sio kwamba tunatenda dhambi ndio maana tunakuwa wadhambi, ila sisi ni wadhambi na ndio maana tunatenda dhambi. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani ni kawaida tu, ukiwa mtakatifu utatenda matendo mema. Utatenda matendo mema. Kwa sababu sio kila mtenda matendo mema ni mcha Mungu, ila kila mcha Mungu utenda yaliyo mema. Mti mzuri kwa matunda mazuri, kadhalika kwa mti mbaya. Wapendwa, hivyo tunaisubiri Pasaka ndani yetu. Tunaisubiri Pasaka ndani yetu. Ni nini ambacho tutakuwa tumekombolewa nacho wakati wa kipindi cha Kwaresma? Ni nini ambacho tutakuwa tumekombolewa nacho? Umekombolewa kutoka katika umbea, katika majungu, katika fitina, katika uzinzi, katika ulevi, katika wizi, katika ulaghai na uongo, katika ubabaishaji wa utendaji na utekelezaji wa majukumu yako. Narudia tena kusema,
Ukisikia watu wanaimba hosana hosana mwana wa Daudi, usiitamke kabla hujajua ni nini unachotaka umwambie Yesu akishughulikie ndani yako. Kesho Yesu anaingia Yerusalemu, sio Yerusalemu ya Israeli. Kesho anataka kuingia Yerusalemu ya mioyo yetu na maisha yetu. Anakuja kufanya nini? Anakuja kufanya nini? Lazima umwambie Yesu, njoo kwangu. Usihangaike kwanza, Yesu njoo kwenye ndoa yangu. Pengine tatizo sio ndoa yako, tatizo ni kiburi chako. Pengine ndoa yako wala hata haina shida. Pengine ni chuki zako. Hicho ndo tunapaswa kuja kushughulikia. Ila unaweza ukakazana, Yesu, kama unavyoingia Yerusalemu, nenda kaingie na kwa mume wangu. Na wewe hatuna muda wa kutazama mapungufu ya watu wengine. Muda tulionao ni wa kutazama mapungufu na vilema vyetu. Una uwezo wa kusimama mbele za watu na ukawadanganya watu. Kamwe usisimame ukajidanganya nafsi yako. Penda kujiambia ukweli. Penda kujiambia ukweli. Kama umekosea, we sema tu nimekosea. Hapa nina udhaifu, sema nina udhaifu. Moja kati ya sababu ambayo watu huwa hawaendi kwa sakramenti ya kitubio ni kwa sababu huwa hawawezi kujiambia ukweli wa matendo yao mabaya, ya kwamba wametenda dhambi. Wiki 2-3 zimepita, nilikuwa Msimbazi nafundisha. Kuna mtu alinitafuta akaniambia nimezua gumzo kwenye kundi lao Sogozi huko sehemu, ya kwamba kwa nini nilipowauliza watu juu ya dhambi kubwa na dhambi ndogo, na pili niliposema kuna dhambi moja tu isiyosameheka, wakazua mjadala wakijaribu kusema mbona nimefundisha fundisho kama linaleta mkanganyiko. Ila ukweli unabaki tu, aliyeiba 500 na aliyeiba 100,000 wote wezi tu. Unafikiri mmoja anahitaji kwenda kwenye sanduku la maungamo na mwingine atamalizia ndani ya misa tu kwamba namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu? Sasa ndugu yako si ule uliyemwibia, kamrudishie hela yake. Tumsifu Yesu Kristo. Ila unaweza ukasema nimeiba 500 tu, mbona 500 dhambi ndogo? Kaela kadogo tu ka 500. Kwanza mtu mwenye hata niliyemwibia 500 si anazo nyingi. Sasa kama anazo nyingi si ungeomba? Ungeomba. Alafu katika kuomba ungenyimwa, ndo vizuri. Kwa sababu wakati mwingine mafanikio huwa yanakuja pale ambapo tunakuwa tumekataliwa. Tunapata jitihada ndani yetu ya kusema ngoja tusonge mbele na tujitegemee wenyewe. Kwenye maisha wakati mwingine tumechelewa sana kwa sababu tumesubiri watu wengine wafanye kwa niaba yetu. Msifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Wapendwa, Kwaresma inatukaribisha tukutane na neema ya Mungu ifanyayo kazi ndani yetu. Peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi itageuka. Anasema naliona mbingu mpya na Yerusalemu nini? Mpya. Naumba kila kitu upya. Wakati wa Kwaresma ni wakati wa kufanywa tena upya. Lakini narudia tena, hata tukifanywa tena upya, kama hatujajua kwa nini tulichakaa, ni kazi bure. Baada ya kipindi cha Kwaresma, kama mwanzo, na sasa tunarudi kule kule tulikotoka.
tunarudi kule kule tulipozoea. Wapendwa, ni neema ya Mungu ndiyo yenye uwezo wa kutubadilisha. Neema ya Mungu inatupa nafasi ya uelewa sisi ni wakina nani, na neema ya Mungu inatusaidia kutambua ya kwamba tuna uwezo wa kuishi pasipo vitu vya ulimwengu huu, ila hatuwezi kuishi pasipo Mungu. Ndio maana tazameni, wakati wa Kwaresma tunasema haya, funga chakula, jikatalie baadhi ya vitu unavyovipenda. Kimsingi hatuambiwi ya kwamba funga chakula. Pengine kuna watu nikiwauliza hapa mtaniambia, yani baba, nikwambie mimi hii Kwaresma tangu imeanza mpaka leo, mimi baba sijala nyama. Tuko pamoja? Mimi sijala nyama. Mimi sijagusa pombe tangu Kwaresma imefanyaje? Imeanza. Mimi sijafanya mambo kadhaa. Safi. Sikiliza, hatujakwambia uache wakati wa Kwaresma alafu urudie wakati wa kipindi cha Pasaka. Kuna watu niliwakuta sehemu wanaishi uchumba sugu. Nikaambia, vipi, umerudi nyumbani? Akasema, baba, unajua saa hizi si Kwaresma, kipindi cha toba. Kwa hiyo nimerudi, Kwaresma ikiisha narudi tena. Nikasema, ukisikia kwenda kuoga afu unatoka unatembea peku, ndo hii sasa. Sasa umefanya nini? Siku 40 za mfungo wa Kwaresma zinapaswa kuyapaisha maisha yetu. Siku 40 za mfungo wa Kwaresma zinatutoa Misri na zinatupeleka Kanaani. Hatupaswi kurudi tena huko. Zinapokututoa hatupaswi kurudi tena. Tukishakuwa wapya, haturudi tena matendo yetu, haturudi tena njia zetu, ila njia zetu zinakuwa ni njia za Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunajikatalia wakati wa Kwaresma, vinatuambia ya kwamba kumbe hata baada ya kipindi cha Kwaresma tunaweza tukaishi pasipo vitu hivyo, ila hatuwezi kuishi pasipo Mungu. Kwa kama kuna mambo mabaya umejikatalia wakati wa Kwaresma, baada ya kipindi cha Kwaresma tunashika mwenendo mpya wa maisha ya Kikristo. Mwenendo mpya wa maisha ya Kikristo, tunauvua utu wetu wa kale na kuuvaa utu upya, na tunakuwa wapya katika Kristo Yesu. Kama nilivyosema, siku ya Jumatano ya Majivu mlipakwa majivu. Naomba mwaliko uwe ni kutubu na kuiamini Injili. Kuiamini ni nini? Kuiamini ni kuishi kadiri Injili inavyotutaka tuwe. Sio imani ya mdomoni. Tunakuita onjo, umempokea Yesu? Nimempokea Yesu. Kama nani? Bwana na Mwokozi wangu. Sio maneno, bali matendo. Matendo. Tena sio tu matendo, ila matendo mema. Basi tunaelekea mwishoni mwa kipindi cha Kwaresma. Mlipopakwa majivu siku ya Jumatano ya Majivu, mkaanza safari ya kiroho. Kuna mambo mawili yalifanyika. Matamanio au maazimio. Yani hii Kwaresma hii Kwaresma hii, yani mimi Kwaresma hii nitafunga, ndajitahidi kweli kufunga hii Kwaresma, nataka nifunge siku zangu zote 40. Mimi kwa kweli nitakula sili mchana, sili asubuhi, si nitakula mchana, mimi nitakula usiku. Yani hii kabisa mwaka huu nafunga. Vipi jamani?
Hali inaendeleaje ya mfungo? Ulipinduka hata wiki mbili? Ulipinduka hata wiki mbili? Nilikuwa namuuliza mtu mmoja kule parokiani kwangu, nikamwambia uliniambia kwamba utafunga Kwaresma. Akaniambia baba, nilipanga kufunga, ila tatizo moja, huku kwetu Kipunguni sio sehemu nzuri ya kuishi. Kamwambia shida nini, mbona sisi tunaishi? Akasema ikifika mida saa saba mchana, njaa kali, kuna kitu kilikuwa kinanisumbua sana. Nikamuuliza kitu gani? Anasema kuna jamaa huwa anapita anatangaza nini? Huwa nasikiaga tangazo baba, sambusa za nyama. Akaniambia baba, kwa kweli ile tangazo kwa namna nilivyolivumilia siku ya kwanza tu, ya pili nikasema hapo Mkristo ushike nini? Wewe unasikia tena sambusa za nyama saa 7 mchana, ukisubiri mpaka usiku, uzalendo ukamshinda. Tumsifu Yesu Kristo. Nauliza swali kwa kila mmoja aliyeko hapa, maazimio au matamanio uliyoyaweka kwa Kwaresma hii yanaendeleaje huko uliko? Ni sawa, unaweza ukaamua kudanganya kanisani kwa sababu unafikiria kwamba kutakuwa na sakramenti ya kitubio baada ya hapa, lakini na kuhakikishia leo kitubio hakuna. Kwa hiyo ni vema kusema ukweli. Tumsifu Yesu Kristo. Chagua kusema ukweli tu, leo hakuna kitubio kwa sababu natarajia kumaliza kwenye saa 7 mchana. Sasa tukimaliza hivi tuunganishe misa, hata njia ya msalaba haipo. Kwa hiyo bora ukubali tu. Jamani, narudia tena, maazimio na matamanio uliyoweka mwanzoni wa kipindi cha Kwaresma hai hoi. Kila mmoja ukweli anao ndani ya nafsi yake. Kama mimi amenishinda, sidhani kama wewe umeyaweza. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, pengine ukajisemea, mimi Kwaresma hii nitaenda misa za asubuhi kila siku kwa sababu nimezoea kusali Dominika tu. Kila siku lazima nisali rozari ya Mama Maria, mama wa Mungu. Mimi ni mama. Vipi hiyo rozari hapo shingoni? Inatolewa tu wakati wa kuoga na kurudishwa. Ukisali labda uwe kwenye kundi la watu wanasali, ila peke yako yataka moyo. Yawezekana una rozari na uliwahi kuipeleka kwa padri ikabarikiwa. Tangu ibarikiwe miezi 3 mpaka leo atasali Mungu. Ipo tu shingoni. Lakini uliweka maazimio. Na niwaambie, mtu ambaye anasema kipindi hiki cha Kwaresma mimi nitaenda misa kila siku, anajitengenezea mazingira ya kwamba kama alikuwa ni Mkristo wa Dominika, baada ya kipindi cha Kwaresma mazoea yale yanamjengea tabia, hata kama sio kila siku, angalau Jumatano, angalau Alhamisi pia kwenye kuabudu. Yani anaweza akajenga mazoea ya kupenda kwenda kwenye ibada ya misa takatifu kwa sababu ya zile baraka atakazozichota wakati wa kipindi cha Kwaresma. Ukiona umeshiriki misa za kila siku kipindi cha Kwaresma, Kwaresma imeisha, umerudia kuwa Mkristo wa kila Dominika, ni kwamba nakusaidia kwenye mambo ya kiroho. Kwenye mambo ya kiroho kuna mambo mawili tu kwenye maisha ya kiroho: tunakuwa kwenda mbele au tunakuwa kurudi nyuma. Huwezi kusimama katikati. Yani huwezi ukasema nimekuwa alafu nimefika hapa nimetulia. Ni uendelee mbele au urudi nyuma. Ukisali Kwaresma yote, maana yake umekuwa kiroho. Kwaresma ikiisha ukaacha kusali, umerudi hatua 9 kama sio 15 nyuma, na hapo tutakupa pole. Tumsifu Yesu Kristo. Pengine ulijisemea, mimi Kwaresma hii nitasali sala za asubuhi, nitasali sala za
jioni. Vipi mpaka sasa hivi? Hizo sala zipo? Au unakuwa kama yule mwanafunzi ambaye alikuwa wazazi wake wanamsisitiza kila siku, lazima usali kabla ya kulala. Yule mtoto kwa sababu alikuwa anaona uvivu kusali, akaandika sala yake: Mungu Baba, nakushukuru kwa kunilinda siku ya leo, asante, na sasa umefika wakati wa kulala, naomba unilinde usiku huu. Akaibandika ile sala ukutani. Ikifika usiku, anavyoingia kitandani, anamwambia kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Mungu Baba, sala ile pale, amina, na lala. Basi. Tumsifu Yesu Kristo. Yawezekana huyo mtoto ni wewe na mimi. Ulisema ndasali kweli mimi kwa Kwaresma hii. Vipi wanakwaya? Vipi? Tumwimbie Bwana. Si mpaka uwe na hiyo roho. Kama una roho utamwimbiaje? Wapendwa, pengine ulijisemea, mimi kwa Kwaresma hii kila siku lazima nilisome neno la Mungu. Haya, vipi hapo? Yawezekana kweli unalisoma neno la Mungu, na unajua mwaliko tunaopata mwaka huu wa kusimama imara katika imani ni mwaliko pia wa kulisikiliza neno la Mungu na kulitekeleza vema. Sikiliza, katika maisha yetu kipi ambacho tunasikiliza zaidi? Ni neno la Mungu au ni neno la ulimwengu? La ulimwengu. Tunavutwa zaidi kwenye ulimwengu, tunayapenda zaidi yaliyo kwenye ulimwengu. Wewe ukija nikakwambia sali misa, sali novena, na atakaye kwambia njoo nikupe dawa, nenda kachimbie, nenda kafanye nini, anaweza akachukua nafasi kubwa zaidi kuliko mimi. Tunaweza kusikiliza sauti nyingine za kwenye ulimwengu kuliko tunavyosikiliza sauti ya kanisa. Unaweza kusikiliza sauti za watu wengine huko, pengine wachungaji wa makanisa ya kirokole, wakakudanganya ya kwamba una laana, una mkosi, umerogwa wewe, una vifungo vya familia. Lakini sisi wengine tutakwambia tu, sikiliza, unaona kazi zako hazifanikiwi, unaona mambo yako hayaendi vizuri, we chunguza tu mienendo yako. Yawezekana ni wewe mwenyewe tu katika maisha yako unajifungia baraka. We unaiba vitu vya watu, unadhulumu vitu vya watu, unategemea na wewe kwenye maisha yako utafanikiwa? Tumsifu Yesu Kristo. Kama unatafuta wachawi, chawi nambari 1 ni wewe tu. Acha kujiroga. Kwa hiyo wapendwa, ninapozungumza juu ya maazimio na matamanio, kama hakuna utekelezaji, hatuwezi kufikia mapinduzi. Kwa hiyo kuna mambo mawili tu hapa: maazimio na mapinduzi. Maazimio na mapinduzi. Mapinduzi ni matokeo ya utekelezaji wa maazimio. Nitafunga, nitasali, nitasoma neno la Mungu, nitaenda misa, nitafanya matendo ya huruma. Maazimio yanataka utekelezaji. Tumuombe Roho Mtakatifu atuongoze ili katika maazimio yetu